Yes, nilichogundua huenda Mbosso alikuwa anafaulu zaidi somo la jiografia alipokuwa shule. Ukisikiliza verse yake kwenye wimbo wa Buju mwanzoni kabisa, anatukumbusha kuwa robo tatu ya dunia ni maji. Sasa mimi binafsi amenikumbusha mbali sana. Nilipokuwa form 1 kidato cha kwanza, moja kati ya topic ambayo nilikuwa naipenda sana kwenye somo la geography ni topic ambayo ilikuwa inasema kuwa the Earth are the planet. Topic ndogo pale chini ilikuwa inaeleza kuwa the distribution of land and water. Humu ndani ndo tukajifunza tukaelewa kuwa robo tatu ya dunia ni maji na robo inayobaki ni ardhi. Sasa moja kati ya swali ambalo sitowahi kuja kulisahau ambalo lilikuwa linapatikana kwenye hii topic na nilikutana nalo pia kwenye mtihani wangu wa mwisho kidato cha 4 ni swali ambalo lilikuwa linasema kuwa what are the effect or impact of the Earth being in spherical shape. Majibu yake ndio yanakuja kama circumnavigation of the Earth, aerial photography, ships visibility and all that. Sasa naongea hivi nikiwa na furaha sana washikaji zangu. Video ya wimbo wa Buju imeshatoka na inapatikana kwenye mtandao wa YouTube. Such a big thing. Kitu pekee ambacho naweza nikakwambia mpaka sasa hivi inavyosemekana, hii kolabo ya wimbo wa Buju ndio kolabo bora kwa mwaka 2026. Nakupa hizi fakti mbili za msingi sana. Kwanza kabisa ni kolabo ambayo imewakutanisha wakali wa muziki wa Bongo Flava. Hapa namzungumzia mfalme wa muziki wa Bongo Flava King Kiba pamoja na Mbosso Kani Mshede the King Kani. Imagine wote hawa wanasifika kwa umahiri na utaalamu wa utunzi wa mashairi ya muziki wa Bongo Flava, kama ambavyo nimekupa evidence fupi tu hapo kutoka kwenye verse ya Mbosso. Sasa kitu kingine ambacho ni cha kushangaza, siku ya jana baada ya wimbo kutoka, dakika 10 za mwanzoni wimbo ukawa unashikilia nafasi ya kwanza kwenye mtandao wa Audiomack. Damn, it's crazy. Ni kitu kikubwa na kinadhihirisha namna gani pia hii kolabo imekuwa na mapokeo makubwa sana ndani ya muda mfupi na watu walikuwa wanaisubiri kwa hamu sana. Mimi naitwa Bounce, msomi, the number 1 entertainment content creator in the world. Ukibisha kwenye hilo, inabidi unambie ni nani ananifikia. Inabidi tuwe wawazi sasa kwa sababu tunaongea sana, hatupati fact. Bana, nawapenda sana.